Samia Suluhu afunguka makubwa baada ya kusema kuwa alifanya mauaji ili kulinda taifa la Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa na hauja subscribe, tafadhali subscribe. Kilichotikisa zaidi si maneno yaliyotamkwa, bali yale yaliyobaki kimya ndani ya hotuba iliyokusudiwa kuonyesha uponyaji wa taifa. Katika ukumbi wa ikulu ya Chamwino mbele ya mabalozi waliowakilisha mataifa yenye macho makali ya kidiplomasia, uongozi wa Tanzania ulijaribu kusimulia hadithi ya maridhiano, uthubutu na mageuzi. Lakini chini ya mwanga wa kamera na lugha ya kutuliza, ujumbe uliojificha ulikuwa mzito zaidi. Mamlaka bado yanadhibiti simulizi, maamuzi yanayowasilishwa kama tiba yanaacha maswali ya msingi ya uwajibikaji bila majibu. Hafla ya Januari tarehe 15 mwaka 2026 ilifanyika katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, na ilitumiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufungua mwaka kwa mabalozi, na wakati huo huo kufungua ukurasa wa kisiasa uliodaiwa kuwa wa uponyaji. Uwasilishaji huu ulilenga kuonyesha kuwa taifa lilikuwa limetoka katika kipindi cha misukosuko ya kisiasa na kijamii ya mwaka uliotangulia, na sasa linaelekea katika mshikamano wa kitaifa na mahusiano mapya ya kimataifa. Hata hivyo, simulizi hili lilijengwa juu ya vitendo vilivyotangazwa kwa uangalifu mkubwa, bila kuchimba mizizi ya matatizo yaliyosababisha majeraha hayo. Miongoni mwa hatua zilizosisitizwa ni kuanzishwa kwa Wizara ya Vijana chini ya ofisi ya Rais. Hatua hii iliwasilishwa kama jibu kwa changamoto ya ushiriki wa vijana katika maendeleo ya taifa. Katika historia ya Tanzania, vijana wamekuwa wakitajwa mara kwa mara kama nguvu kazi muhimu, lakini kwa vitendo wameendelea kubaki pembezoni mwa maamuzi ya kisera, huku ukosefu wa ajira, kukandamizwa kwa sauti huru na udhibiti wa kisiasa vikiongezeka. Kuanzishwa kwa wizara mpya hakubadilishi ukweli kwamba sera za ajira, elimu na uhuru wa kujieleza kwa vijana bado zinadhibitiwa na mfumo unaoogopa sauti mbadala. Katika muktadha wa siasa za Tanzania, hatua ya kuunda wizara si jambo geni, na tangu enzi za awali za serikali za baada ya vyama vingi, kuanzishwa kwa wizara mpya kumekuwa mbinu ya kisiasa ya kuonyesha mwitikio wa haraka bila kugusa mifumo ya madaraka. Vijana wamekuwa wakitumiwa kama nembo ya matumaini, huku sera zinazowaathiri moja kwa moja zikibaki chini ya udhibiti wa vyombo vya dola. Na katika mazingira ambayo maandamano ya vijana yamewahi kukabiliwa na nguvu za usalama, ahadi ya jukwaa rasmi na hitaji zaidi ya muundo wa kiutawala ili kuaminika. Hatua nyingine iliyotangazwa ni kuachia huru walituhumiwa wa kesi ya uhaini. Uamuzi huu uliwasilishwa kama sehemu ya safari ya maridhiano ya kitaifa, na katika historia ya Tanzania, mashtaka ya uhaini yamekuwa yakitumiwa kama silaha kali ya kisiasa dhidi ya wapinzani na wakosoaji wa serikali. Kuachiliwa kwa watuhumiwa bila mchakato wa wazi wa kisheria unaoeleza makosa, ushahidi wa uwajibikaji na waliotoa maamuzi awali kunaacha hisia kuwa haki imetumiwa kama chombo cha kisiasa badala ya kanuni thabiti. Kwa jamii ya kimataifa na watetezi wa haki za binadamu, kuachia huru watuhumiwa ni hatua inayoweza kuonekana chanya kwa juu, lakini ndani ya taifa swali la msingi linabaki kuhusu nani aliwajibika kwa mateso ya kisheria, kifungo cha muda mrefu au hofu iliyotokana na kesi hizo. Bila ukweli kamili, maridhiano hubaki juu yakifunika majeraha badala ya kuyaponya. Na huu ni mzunguko ambao Tanzania umeuona mara kadhaa, ambapo hatua za kisiasa za hafla hutumika kufunga ukurasa bila kusoma kilichoandikwa ndani yake. Kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi wa vurugu za Oktoba tarehe 29 kuliwasilishwa kama ushahidi wa dhamira ya kukabiliana na makosa. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa ndani na nje ya nchi, ikivuta macho ya jumuiya za kikanda na kimataifa. Katika historia ya karibuni, matukio ya vurugu yanayohusishwa na siasa yamekuwa yakikabiliwa na tume na kamati ambazo mara nyingi huacha ripoti zisizotekelezwa au mapendekezo yanayofifia bila matokeo.
Uhalisia huu unaifanya ahadi ya uwazi na weledi kuwa mzigo wa matarajio makubwa ambayo hayajawahi kutimizwa kikamilifu. Kwa mabalozi waliokuwepo, hotuba hiyo ilitumika kama ujumbe wa uhakikisho wa kidiplomasia kwamba Tanzania ilionekana kujipanga upya kama mshirika anayeaminika, anayejali usalama wa raia na uwazi wa taifa. Hata hivyo, diplomasia ya lugha laini imekuwa ikitumika mara nyingi kufunika ukweli mgumu wa ndani. Na katika miaka iliyopita, mahusiano ya Tanzania na wafadhili yameathiriwa na masuala ya haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari na mazingira ya kisiasa. Hotuba moja, hata ikiwa imepambwa kwa maneno ya matumaini, haiwezi kufuta kumbukumbu ya sera na vitendo vilivyokandamiza sauti huru. Ndani ya nchi, mapokezi ya kauli hizi yamegawanyika. Wapo wanaona ishara ya mwelekeo mpya kwa siasa, lakini pia wapo wanaona mkakati wa kurekebisha taswira bila kugusa kiini cha matatizo. Na Tanzania imekuwa na historia ndefu ya ahadi za mageuzi zinazokutana na ukuta wa madaraka makuu. Kuanzia marekebisho ya sheria za vyama vya siasa hadi udhibiti wa mikutano ya maudhui ya habari, mwelekeo umekuwa ni kulinda mfumo uliopo zaidi kuliko kuufungua. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki, mataifa jirani yamekuwa yakipitia misukosuko ya kisiasa inayofanana. Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika zimekuwa zikitoa kauli za kutaka utulivu, uwazi na heshima ya haki za raia. Na Tanzania kama nchi yenye historia na ya ushawishi wa kikanda inatarajiwa kuonyesha mfano, lakini mfano huo haujengwi kwa hotuba bali kwa sera zinazotekelezwa kwa uthabiti na uwajibikaji unaoonekana. Mwaka 2026 uliwasilishwa kama mwanzo wa uponyaji, maridhiano au mageuzi ya kweli. Hata hivyo, uponyaji wa taifa huwezi kupimwa kwa idadi ya wizara mpya au kuachiliwa kwa watuhumiwa bila maelezo ya kina. Unapimwa kwa uwezo wa raia kuzungumza bila hofu, kushiriki siasa bila vitisho na kuona haki kitendeka bila upendeleo. Na bila mabadiliko haya, maridhiano hubaki kuwa neno la kisiasa linalotumiwa kupunguza shinikizo la ndani na nje. Kimya juu ya uwajibikaji wa vyombo vya dola, ukosefu wa ratiba ya wazi ya utekelezaji wa mapendekezo ya tume na kutokuwepo kwa mageuzi ya kisheria yanayolinda uhuru wa kiraia vinaacha picha ya taifa linalojaribu kusonga mbele bila kukabiliana na mizizi ya hofu. Tanzania inapojenga simulizi ya uponyaji wa macho ya dunia, inapaswa kukumbuka kuwa raia wake wanaishi ndani ya uhalisia unaohitaji zaidi ya maneno. Mwisho wa simulizi hili unaangalia mbele, si kwa matumaini mepesi, bali kwa tahadhari nzito. Mustakabali wa Tanzania utaundwa na uchaguzi wa leo, ama kukubali kimya kinachofunika makosa au kusimamia uwazi unaoumiza lakini unaokoa. Hofu inapopewa nafasi hujenga kizazi cha raia waliokata tamaa, na kimya kinapotamalaki historia huandikwa na wachache, na taifa linaposita kudai ukweli huacha mustakabali wake mikononi mwa madaraka yasiyoulizwa maswali. Na katika mazingira haya, hotuba inaweza kufungua mwaka, lakini ni vitendo pekee vitakavyoamua kama Tanzania inaponya kweli au inajifunza kuishi na majeraha yake. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.